Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa Samal Online TV. Ikiwa leo ni siku nyingine tena na leo tumetembelea katika kijiji cha Bumbwini Mafufuni. Lengo letu kuu la ziara yetu hii ni kuja kuangalia wajasiriamali ambao wanaendesha maisha yao ya kila siku kwa kupitia ufugaji wa samaki na kaa. Mtangazaji wako ni mimi Nuslet Kasim na kusihi ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi. Mtazamaji, kijiji cha Bumbwini ni kijiji kilichozungukwa na mandhari nzuri na ya kuvutia. Zaidi ya miaka 5 sasa, wajasiriamali hawa wamejitolea katika shughuli ya ufugaji wa samaki pamoja na kaa kwa lengo la kuleta mabadiliko makubwa katika maisha yao ya kila siku na jamii kwa ujumla. Na sasa tumefanikiwa kuonana na mmoja wa wafugaji wa samaki, Ali Simba, na atatueleza hatua na njia nzuri za ufugaji mzuri wa samaki. Atatueleza. Kwa jina naitwa Ali Simba Mshenga kutoka Bumbwini Mafufuni. Je, ni process gani ambazo mnazofanya au mchakato unaotumia na haya madimbwi? Madimbwi mchakato tunaotumia kutumia shepe hizi pauro. Tunazozitumia kwa kuchimba chini ya ardhi. Hatua ya awali ya mwanzo mnayofanya mpaka kufikia haya madimbwi kufikia kiwango hichi? Hatua ya mwanzo kuchimba ardhi hii, tunakushanya hizi tofali, tunazipanga taratibu. Baada kuzipanga hatua baada hatua ndo ndipo tunalipata hili bwawa. Lakini hulipati kwa mwanzo. Uwe mstamilivu wa kazi hii. Sababu ni kazi moja hapo ni ngumu sana kwa sisi wafanya kazi haya mabwawa. Na isitoshe baada kulipata hili bwawa unakuwa umepitia vikwazo vingi sana kwa sababu machoka, lakini haijalishi kwa sababu ni machoka tumeombiwa sisi. Je, kwa kama mjasiriamali mnatumia samaki design gani na gani katika ufugaji wetu? Samaki tunotumia aina mwatiko, aina pau na pia ni cha samaki wanaitwa cha. Wapo tunakuwa tunatumia. Baada kuwatumia hawa siku hadi siku tunaangalia jinsi ukuaji wake, ndio ndipo akishafika wakati tunawaangalia jinsi ya mavuno. Mbinu za kisasa sasa hivi hatunazo kwa sababu mpaka tujepewe hii au ufahamisho zaidi wa hii kazi bana, hii kazi sio nataka muende na mbinu hii, nadhani itakuwa inakusaidieni. Lakini kwa vile hatuna mbinu yoyote, ndio maana tunatumia pauro kuzikata tofali, tunazipandisha juu kwa bega letu. Tunazokumbana nazo kwa hali ya uchumi tu, kwa sababu unaua nyumbani unakuja tengeneza huku. Aizuru watoto wanataka kula, mke anataka kula, lakini sasa kama ni mume itabidi ujishughulikie kazi hizi za pwani ili upate ujiendeleze na maisha. Prosesi unazotumia mpaka samaki kuwa wakubwa kama nilivyokueleza awali, bali kupata kula, na pia humu mna vitu wanapata wao samaki, kwa sababu Mungu mwingi wa rehema. Unachokiona wewe ukipati humu, lakini kwa samaki anakipata humu katika ardhi. Wanatumia udongo. Wanapotumia udongo wao ni chakula chao. Wanapotumia mna vidagaa vidogo vingine wanavyoviweza kuvimiliki au kuvila, wao hivyo ni chakula chao. Samaki anazaazaje? Kwamba samaki utavomshughulikia ndio hivyo atavyokuwa, lakini utavokuwa humshughulikii pia katachukua siku kidogo, hatakuwa upesi. Anachukua siku samaki kubadilika ndani ya mwaka. Unaweza ukamkuta kashabadilika ndani ya mwaka mmoja tu, kwamba kanapata kulele nzuri. Lakini ukiona kwamba samaki hapati chakula kizuri, basi pia anaweza kachukua siku. Lakini samaki hasa miezi 6 kama atakuwa anapata chakula chake, basi miezi 6 hata ukija tu basi kashachenje samaki. Mpenzi mtazamaji, na sasa tukamsikilize Mwanamvua Juma ambaye atatueleza hatua kwa hatua za ufugaji mzuri wa kaa. Majina naitwa Mwanamvua Juma Hamisi. Kazi Mafufuni, ninajishughulisha na ufugaji wa kaa.
kaa tunafuga pwani, sehemu za mikoko ndo anafuga vizuri. Kaa hapo jike na dume. Kaa jike anarudi hapa. Hili hapa. Degumu. Hapa kuna mayai hapa. Kuna mayai tele. Na mayai yake ni vidude, yani sisi tunaita mati. Tele yanafika milioni tele. Anakuwa hivi. Jembamba limejibana. Unaona hapa? Alafu kaa tukifuga tunavuna kwa muda miezi 3 mpaka 6. Inategemea na bamvua. Kama sasa hivi jua kali kana kwa hamudu sana, ile hakui sana hanenepi kwa sababu ndo jua joto. Lakini kipindi cha mvua vile maji tope anakuwa ananenepa na kunawiri sana. Maana anapenda maji na tope, sio tope tupu. Ndio maana kipindi kama hichi anajichimbia chini sana ukweli kutafuta maji. Na tulienda kwenye mafunzo tukapata utaalamu kwamba ili tuwe tukija tunawaona, tukirudi tukija tena tunawaona, tuatie kwenye madumu. Ila hapa pale kuna vile vizimba, si nimepiga picha. Tunatia kama mle ili tukija tunawakuta, lakini kama kipindi hichi cha jua ukimtia mle maji hayaji, dumu lina joto sana, anakuwa anakufa au hakui vizuri. Ndio maana wanaachiwa kama humu, lakini anawekwa alama kwamba wapi kuna kaa, ukija unamkuta. Kama huyu kakutwa hapa. Huyu sehemu yake iko hapa, chukua hapa. Huyu sehemu yake ni hapa. Yaani ukija hapa unajua gereji wangu upo hapa. Alafu kaa wanakula chakula chao. Matumbo ya samaki, mabichwa ya dagaa. Changamoto zipo. Cha kwanza ni wizi. Ukimchukua kaa ukamtia kwenye dumu, mwizi umemrahisishia. Akija anafunua dumu, anabeba. Yeye hajali kakatika gando, hakukatika, maana kaa ili umuuze na awe na bei lazima awe na haya mawili haya. Umeona haya. Lakini akitoka haya kidogo anakuwa hana bei. Kwa hiyo mwizi akija leo umemtilia kwenye madumu, anafunua dumu tena hafungui kamba, maana tunakuwa tunafunga na utari. Anakata, anatoa, anakata, anatoa, na huku ukija kwa haraka huwezi kujua nani kaiba kwa sababu huku watu wengi wanapirika zao. Hivyo tena wengi ni watoto. Na changamoto nyingine ni kwamba kwenye hayo majiti haya mabwawa ya kuna kamba fulani hivi za pira kama ni utari. Watoto wakoto wanachukua wanafanya vipambo vya basketi. Utakuta mtoto anavotele kaja kufungua huku anaenda kufungia. Kuuza kilo inategemea na ukubwa kaa. Kilo anaweza akawa mmoja tu akafika kilo 15,000, 20. Inategemea na uzito wake. Wengine 2 au 3 wakafika kilo. Ni faida gani kubwa zaidi tunaipata? Pesa ndo unapata pesa kwa sababu ukimuuza huyu peke yake huyu akafika 15,000 na wengine 2 15,000 30,000. Ila wakikuwa kidogo unaweza ukaona kwamba yule mdogo unachukua unahifadhi kwenye madumu. Walisema atatuletea vifaranga, lakini vifaranga wao ambavyo wanavitengeneza kidogo vikija huku haviwezi kukua kwa sababu naona havijazoea hii hali. Lakini huyu mwenyewe akitaga, tangia anaanza kutaga yupo kwenye maji mpaka anavitoa vile vitoto wenyewe basi vinastahimili. Yaani utaweza ukaona kwenye bwawa lako mna vitoto tele, unavichukua unaweka kwenye madumu unavilishia vinakuwa. Hizi mtazamaji, kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Ni matumaini yangu umejifunza na kujionea mingi kupitia wajasiriamali hawa. Mpaka sasa sina la ziada zaidi ya kusema asante na kwaheri.